kumshukuru Mungu ya kwamba tumepata neema ya kufika leo tarehe 28 ya mwezi wa 12, mwezi wa mwisho. Zimebaki siku ngapi tuanze mwaka 26? Siku tatu tu. Ni chache kuzitamka, ni nyingi kuziishi. Tuombe neema ya Mungu katika wingi wake, katika uchache wake, tufuate kwa neema ya Kristo. Wengi wenu mnanifahamu. Naitwa mchungaji Yuda Msimba, natokea parishi ya Igoma. Siku ambazo zinakuwa na ibada kubwa kama hii, na hasa ikiwa ni ibada ya baba askofu, akili na kinywa kinaweza kutamani kusema mambo mengi sana, pengine kwa kutaka kutafuta umaarufu, lakini pia pengine kwa kutaka kuonyesha uelewa na ujuzi fulani. Lakini leo Mungu anataka aseme na mimi neno la Mungu. Katika kalenda ya kanisa, wazo kuu
watoto wasiokuwa na hatia. Ukiangalia kwenye kitabu cha Sara, wazo kuu kufanana na Kristo. Ni siku moja, yote haya mawazo makuu yamewekwa siku moja. Na mimi kwa sababu leo wako watu ambao wanakuja kutangaza ya kwamba wanajisimamia kwa imani yao, na ili waweze kujisimamia, basi wanapaswa kufanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunazungumza sana habari ya kufanana na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anawapenda. Unaona mtu mwenyesha. Wale wengine waliotoka kwa imani jua imenyesha. Lakini mimi ufanyaje? Hata upige kigelegele kama kwa. Tutembee pamoja kitabu cha nabii Isaya, sura ile ya 61 mstari wa 10, tutaenda mpaka 62 mstari wa kwanza hadi wa 3. Miaka michache iliyopita nilifanikiwa kuishi Kenya. Nilipokuwa nikiishi Kenya, nilikutana na watu wa mataifa mawili. Na watu hawa wa mataifa mawili nilikaa nao chumba kimoja darasani tukiwa hapo Kenya. Sikubahatika kuwa na mtu Mtanzania. Sikubahatika. Wala sikubahatika kuwa na mtu wa mahali ambapo anajua Kiswahili. Sana nikabahatika kuwa na watu wa Afrika Kusini. Wote wanazungumza Kiingereza. Lakini nataka nizungumzie mataifa mawili. Nikakutana na watu wanaotoka Somalia. Watu 5 wamemaliza vyuo vikuu, wamekuja kutafuta Kiingereza ili waende wakaajiriwe. Lakini nikabahatika kukutana na watu wa Ethiopia. Nikaishi nao. Nilazimika kuachana na desturi na tamaduni za Kisukuma. Nikaachana nazo kabisa. Kwa sababu ningeendelea nazo, nisingepatana na wanafunzi wenzangu, classmates wangu. Nisingeelewana nao. Nikalazimika nivae uhusika wa Somalia. Nikalazimika nivae uhusika wa Ethiopia, Ethiopia. Kwa sababu nilivaa uhusika wao, nikalazimika kufanana nao. Kwa hiyo nilikuwa maziwa ya ngamia. Hapa niko Somalia, kunywa maziwa ya ngamia. Kwa sababu nililazimika kufanana nao, nililazimika kula chakula cha Ethiopia. Kitamu chakula wa Ethiopia wanapika wiki nzima, Jumatatu mpaka Jumatatu. Wanapika wiki nzima. Hapo yule Ethiopia analeta chakula chake. Sasa mimi sikuwa mahali pa kwenda kula. Mungu wa chakula ndio nakaa tu darasani. Sijipata vile nasoma, kumbe naomba Mungu nisaidie nipate mahali pa kula. Nikala chakula. Nini nataka kukaza? Kama utashindwa kufanana na Kristo katika maisha yako ya Ukristo, unaigiza. Nitahubiri, nitaimba, nitasali sana, kama sitakubali kufanana na tabia na maisha ya Kristo, naigiza. Unaposoma kitabu hiki cha Isaya sura ya 61 mstari huo wa 10, ili ukipate vizuri, kama utapata nafasi, usome Isaya kuanzia 45. Tunaona Mungu anamchukua mfalme wa mataifa, mfalme asiyekuwa anamjua Mungu. Mungu anaenda kumchukua Koreshi, mfalme wa taifa lingine lisilomjua Mungu. Halafu Mungu anabadilisha jina lake, badala ya kuitwa Koreshi anaitwa Masiha wa Bwana.
anabadilishwa. Nasi tunapaswa kubadilishwa, kukubali kubadilishwa. Tubadilishwe tabia, tubadilishwe vinywa vyetu, tubadilishwe kufikiri kwetu, kote kufanane na Kristo. Tutawafanya watu wengi kuwa wa Kristo. Sura hii tunaona wazo kuu, sura nzima ukisoma mstari wa kwanza mpaka wa 11. Mahali hapo wazo kuu tungeweka mjumbe wa wokovu. Mjumbe wa wokovu. Lakini nataka nizungumze sana mstari wa 11 hapo sura ya 62. Mstari huu wa 10 tunakutana na tangazo la furaha. Tangazo la furaha kwa mji wa Yerusalemu, kwa sehemu Sayuni. Inatangaziwa kuwa na furaha, inatangaziwa kuwa na shangwe, kwa sababu yako matumaini mema yanaenda kutokea, yako matarajio mazuri yanaenda kuja ambayo Bwana atayaleta kwao. Ni tangazo la furaha. Mstari wa 10 neno la Mungu linasema, nitafurahi sana katika Bwana. Huu ni mji wa Yerusalemu. Nabii anazungumza maneno ya watu wa Yerusalemu na Sayuni, anayeweka kinywani mwake akisema, nitafurahi sana katika Bwana, nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Anaona yako matumaini. Matumaini haya unayapata sura ya 60. Sura ya 60 iko ahadi ambayo imetolewa kwa ajili ya taifa la Mungu Israeli, na hasa kwa ajili ya Yerusalemu na Sayuni. Na sasa hapo anasema atafurahi sana, atashangilia sana kwa sababu ya yale ambayo yanaenda kutokea. Ni nini ambacho kinaenda kutokea kwao? Tunaona mstari huo wa 10 ya kwamba wanaenda kuvikwa vazi la wokovu. Wanaenda kuvikwa vazi la wokovu, halafu wanaenda kuvikwa vazi la haki. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kwamba walionekana wamevaa katika mtazamo wa mwili, lakini katika mtazamo wa kiroho hawakuonekana wamevaa. Walionekana wako utupu mbele za Mungu. Na sasa Mungu anaenda kuwavika vazi la wokovu, anaenda kuwavika vazi la haki, ili wapate kumshangilia na kumtukuza Mungu aliyeleta vazi hili kwa ajili yao. Hebu utaonekana uishi mtakatifu ungali na mwili huo mdogo ukiwa hapa duniani. Mwandishi wa kitabu cha Ufunuo anaandika katika sura ile ya 21 Ufunuo na mstari ule wa 2, kwa sababu amevaa vazi la wokovu, amevaa vazi la haki. Na sasa anaona mji mtakatifu ukishuka, anaona mji mtakatifu ukija kwa ajili yake, na anaona na yeye akihamishwa kutoka katika mji wa zamani akiingia mji mpya ambao ni mji mtakatifu. Unapoingia, unapovaa vazi la wokovu, unavaa vazi la haki, dhamiri yako na akili yako itakuzuia kutenda mabaya kwa wengine. Mstari wa 11. Mstari wa 11 tunaona na kutazamishwa namna ambavyo nchi wanaingia humu ndani. Wanaingia humu ndani. Kinaweza kuota kitu chochote mahali popote, maadamu ni mbegu inayoota. Bustanini vinaota vile vilivyopandwa. Tunaelewana hapo? Nchi chochote mahali popote kinaweza kuota. Bustanini
Kinachoota kwanza ni kile ambacho aliyeilima bustani anajitaka kiote ndani yake. Kikiota kingine anafanyaje? Kikiota kingine anafanyaje? Tumo kwenye bustani ya Mungu. Jiangalie usije ukaolewa. Uwe ni mbegu ambayo Mungu ameipanda ndani ya bustani yake. Mstari huu kwa maana nzuri ya kitheolojia, mstari huu unatabiri kuzaliwa kwa Kristo, na kwamba anakuja azaliwe, afanyike mbegu njema duniani, kisha wakati wa kufa, wakati wa Pasaka ateseke, afe, afanyike mbegu iliyopandwa bustanini, na anapofufuka, haleluya, anafufuka na maisha mapya. Kristo amekuja, amezaliwa, juzi tumesherehekea, na kwa leo tumeimba vizuri nyimbo mpya nzuri za Christmas. Kristo amekuja ili afanyike mbegu inayoonekana kwa macho, halafu wakati wa Pasaka ionekane kipandwa ardhini, halafu yote iweze kuonyesha matunda mazuri. Na matunda ya Kristo ni mimi na wewe. Matunda ya mtu Kristo ni maisha yangu na maisha yako. Kama utaonekana ni mbegu mbaya, ndugu yangu, nisifichane, mimi nitaolewa, nitatupwa. Kama nitaonekana mbegu mbaya, sitaonekana wa thamani kwa Mungu. Kama utaonekana mbegu mbaya kanisani, Mungu atatoa. Tuje kwa Bwana, tuvike mavazi ya wokovu, atuvike mavazi ya haki, ili tuendelee kushangilia na kufurahia kuzaliwa kwa Kristo. Kristo anakuja ili wakati wa Pasaka, tena tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka ujao, hatujaingia bado, mwaka ujao tarehe 3 mwezi wa 4 ndio siku atakayofanyika mbegu inayopandwa ardhini, na tarehe 5 mwezi wa 4 ndio mbegu itakayoonekana ikiota ndani ya bustani, na sisi tukionyesha matunda ya kwamba Bwana umefanyika mbegu njema, nasi ni matunda katika mti na mbegu iliyoota katika bustani ya Mungu. Tuwe mimi ni mtu wangu, ni wa thamani kwangu, na mimi ni wa thamani kwake, lakini thamani ya kwanza ni Kristo aliyomo ndani yangu. Ndio inayonifanya nimuone mke wangu wa thamani kwangu. Ukikuta watu wanagombana ndani ya familia, ujue hawajajijua wao ni kitu gani mbele za Mungu. Hawajajua nafasi yao kwa Mungu. Hawajajua wana thamani gani kwa Mungu. Na kwa sababu hawajajua wana thamani gani kwa Mungu, hata mwenzake anamuona ni wahivi. Siku moja nikawaambia kwenye harusi, kwa mama, iweni makini sana na maisha. Unapata neema ya kuajiri watenda kazi, halafu thamani ya mume wako unailinganisha na thamani ya mfanyakazi wa ndani. Baba amekuja, mpokee, mfanyakazi anakimbia. Anamwambia kampokee, baba amekuja na kamfuko kana dagaa. Usiweke thamani ya mume wako ama mke wako iko sawa na mtu anayefanya kazi nyumbani. Ni tofauti. Tambua wewe una thamani mbele za Mungu. Utakuwa na thamani mbele za Mungu kama utakubali kuvaa vazi la wokovu, kama utakubali kuvaa vazi la haki. Na ukivaa vazi la wokovu, ukavaa vazi la haki, umefanana na Kristo. Umefanana na Kristo. Maana utakuwa mtakatifu na wewe utakuwa na thamani mbele za Mungu. Na sasa unapoangalia sura ile ya 62 mstari ule wa 6 na wa 7, kwa sababu mji wa Yerusalemu, mahali ambapo limejengwa hekalu la Bwana juu Sayuni, hapo kama unapaya ya Sayuni, bali ni mahali patakatifu. Sayuni mahali patakatifu. Kwa sababu Sayuni na Yerusalemu imekubali kujengwa, na sasa inaonekana kufaa wokovu, na sasa inaendelea kumtukuza Mungu, imeachana na ibada ya sanamu, imeachana na ibada ya miungu, na sasa inamwabudu Mungu wa kweli. Mungu akaahidi kuweka walinzi
kuzunguka Yerusalemu. Na wewe ndiye Yerusalemu wa leo, na roho yako ni mahali pa Sayuni. Mungu ameahidi kukuwekea walinzi kama utavaa vazi la wokovu na ukafanana na Kristo. Kwenye Isaya 62 mstari wa 6 na wa 7, Mungu anaweka walinzi ambao watakuwa wakiomba asubuhi mpaka usiku, asubuhi mpaka usiku. Wanakulinda wewe, wanalinda familia yako, wanalinda kazi yako, wanalinda biashara yako. Mungu atawaweka walinzi hao, atakuwekea walinzi. Sasa kwa sababu umekubali kufanana na Kristo, kukuvaa vazi la wokovu, kukuvaa vazi la haki, na tena unaonekana kuwa mtu wa thamani mbele za Mungu, na Mungu akaahidi kukuwekea walinzi, mambo haya yataonekana katika maisha yako. Jambo la kwanza, kwenye sura ya 62 mstari wa 2 na wa 3, kitakachoonekana kwako, mataifa yote wataiona haki ya Mungu ndani yako. Nikisema mataifa, majirani zako wataona haki ya Mungu kwa maisha yako. Kwenye biashara, wafanyabiashara wenzako wataona haki ya Mungu kwenye biashara yako. Kwenye kazi, kazini huko, wafanyakazi wenzako wataiona haki ya Mungu katika kazi yako. Kwa jambo la kwanza, utaonekana ni mtu mwenye haki, maana unatetea haki kama mtangaza Kristo. Jambo la pili, wafalme watauona utukufu wako. Ndugu, unavikwa heshima kwa sababu ni mtu wa thamani. Unavikwa heshima na Mungu, unaonekana kana kwamba unao utukufu, na utukufu huu utaonekana kwa watu wazi wazi, na wafalme na viongozi watauona na kushuhudia kwamba mtu huyu ni wa thamani mbele za Bwana. Na kwa sababu ya hayo, kubali kupewa jina jipya. Hivi una habari, unaweza kuwa umebatizwa halafu mtaani na jina lingine. Yaani una jina lako umebatizwa, mpeni jina mtu huyu Yuda, nikabatizwa kanisani, lakini kule inaitwa jina malingo 12. Kuna ubatizo wa kanisani na kuna ubatizo wa huko unakoishi. Tukwepe ubatizo wa huko unakoishi, tutamani kuishi ubatizo wa kanisani, kwa sababu tumevaa vazi la wokovu, vazi la haki, maana tumefanana na Kristo, tumtangaze Kristo. Lakini jambo lingine, utakuwa tayari, utakuwa taji ya uzuri wa Bwana. Tamanini atakapokuwa kuwekea mikono, mpokee vazi la wokovu, mpokee vazi la haki, ili mkapate kujisimamia na Kristo atukufu. Mungu alibariki neno lake kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Makofi mengi kwa Bwana. Basi tusimame kanisa, tuimbe karibu hata tukiandaa ibada yetu ya kipaimara. Mchungaji, karibu uweze kuwaleta hawa ukurasa ule wa 159 wale vitabu vya kale. Uaminifu wa Kristo kwa kusoma neno la Mungu, maisha ya sala na kuwashuhudia wengine juu ya imani ya Kikristo. Je, mtafanya bidii kuwa mawakili waaminifu wa Kristo katika kutoa maisha na mali zenu kwa kazi ya kanisa na kueneza ufalme wa Mungu?
Je, wamwamini nani? Basi tuwashangilie, wamejibu vizuri. Niombe wote wanaoshiriki meza ya Bwana mtasimama na ninyi waulize swali, wote wanaoshiriki meza ya Bwana. Basi ninyi mnaoshuhudia ahadi hizi, je, mtajitahidi kuwa mfano bora kwa maisha yenu ili kuwasaidia hawa wanaopewa kipaimara sasa katika maisha yao wazidi kukua katika imani yao na kumtumikia Kristo? Niombe mwasaidie ninyi mmeshakomaa katika imani, wao bado wachanga. Kwa hiyo wakianguka, maana yake mlivyokiri itakuwa ni bure. Niombe mwasaidie sana. Mnaweza kukaa. Roho Mtakatifu awashukieni na uwezo wake aliye juu walindeni na dhambi zenu zote. Amen. Jina la Bwana lihimidiwe tangu leo na hata milele. Msaada wetu ni katika jina la Bwana aliyetuumba. Bwana usikie kuomba kwetu. Bwana akae nanyi, atuombe. Mwenyezi Mungu uishie milele, uliyependa watumishi wako wazaliwe mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawapa masamaha ya dhambi zao zote, tunakusihi watie nguvu za Roho Mtakatifu aliye mfariji, wazidishie kila siku karama za neema yako. Amen. Roho ya hekima na akili, roho ya ushauri na nguvu za rohoni, roho ya elimu na utauwa, uwajaze roho ya kichwa chako kitakatifu leo na siku zote kwa Kristo Bwana wetu. Basi wakati mmoja mmoja, kwa wachache mmoja mmoja, tutaomba kama kuna wadhamini nao waje hapo nyuma. Wakati anapiga magoti utamshika bega la kulia, maana yake wewe umekamilisha. Sasa yeye atakabiliwa kama ataenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Niombe wadhamini wote, kama mko mtapanga mstari, anayekuja basi unamshika bega la kulia. Wadhamini haya moja moja. Wadhamini wa Analisa, fanyeni haraka, natakiwa muwe karibu kwa sababu nitaenda haraka kidogo. Analisa na kutia alama ya msalaba na kuwekea mikono yangu, kufanywa imara na Roho Mtakatifu, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshangilie Mungu. Amani ya Bwana ikae nanyi daima. Na tuombe. Mwenyezi Mungu uishie milele, ututiaye moyo wa kutaka na kutenda mambo yaliyo mema na ya kukupendeza wewe uliye mtukufu. Tunaombea hawa watumishi wako ambao tumewatia mikono hivi sasa, kwa kufuata kama walivyofanya mitume wako watakatifu, ili kwa ishara hiyo kuwapa hakika ya fadhili na neema yako na wema wako kwao. Mkono wako Baba uwe juu yao daima. Roho wako Mtakatifu awe nao siku zote, uwaongoze walijue na kulitii neno lako takatifu, ili mwisho waupate uzima milele kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwana wako, aishie na kumiliki pamoja nawe katika umoja wake
yeye huyo Roho Mtakatifu, Mungu daima, milele na milele. Pokeeni baraka. Awabarikini Mwenyezi Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Tumshangilie kwa makofi. Basi sasa mmekuwa Wakristo kamili. Nilipewa mfano mmoja. Kuna kijana mmoja ni mkubwa tu kwa umri, yeye hajawekewa mikono. Sasa ndugu zake na amemaliza form 4 wanamtania ni mtoto wa Sunday, aenda akaungana na Sunday school. Niye sasa sio Sunday school tena, sawa? Mmekuwa watu wazima kiimani. Ifanyeni kazi ya Bwana, shuhudieni kama masharti ya Ukristo jana tulivyoulizana wanavyosema, mwe watu wa maombi, msome neno la Mungu, lakini mwe ushuhuda mzuri kweli mtaani, na mvute watu waje kwa Bwana, si ndio hivyo? Kama kati yenu kuna ambaye nimemwekea mikono sawa, lakini hajarekebisha ndoa yake, leo atashiriki meza ya Bwana. Baada ya hapo atasimama hadi atakaporekebisha ndoa yake. Nimeeleweka? Kwa leo utashiriki meza ya Bwana, lakini baadaye fanya utaratibu wa kurekebisha ndoa. Ni jambo muhimu sana. Wewe sasa ni Mkristo ambaye umewekewa mikono, ni vizuri uweze katikati yetu pita kwenye madhabahu hii kama ilivyo desturi yetu, ili baba anapoomba basi kuombea na wewe pia. Kwa ndugu zetu, Bwana, ukungu, heshima na utukufu ni vyako. Ndugu zetu hawa ambao wameleta sehemu ya mapato yao, Mungu amekuja kuhitaji baraka kwako, na ahadi yako ni kwamba wewe umeahidi kuwabariki na tayari umeshakwisha kuwabariki. Bwana, tunaomba Mungu wazidishie maradufu yale wanayohitaji katika maisha yao, na wabariki Mungu nipe
zangu, karibuni katika huduma ya meza ya Bwana. Bwana apae nanyi. Pia na roho yako. Inueni mioyo yenu. Yainua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni haki tena ni wajibu wetu. Ndio wajibu wetu, ni haki tena ni faraja na furaha kwetu. Ni wakati na kila mahali tukishukuru Bwana mtakatifu, Baba Mwenyezi, kwa kutukuza kwa ajili ya ulimwengu wote uliumba na kuhifadhi katika yeye, kwa ajili ya taratibu za kuumbwa kwako na kwa ajili ya vipawa vyako vingi vya neema. Na zaidi ni wajibu wetu sisi yako kusifu kwa ajili ya upendo wako, hapo ukamtoa mwana wako Yesu Kristo azaliwe kwa ajili yetu. Yeye alifanyika mwanadamu kamili, akiutoa utu wetu katika Bikira Mariamu mama yake, kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, asipatikane na waa lolote la dhambi liwalo lolote, ili atutakase na dhambi zetu zote. Baba, tunakusifu kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu ambaye anatufundisha kwamba umetutia mwili katika ubatizo Roho wako, ili tupate kutangaza matendo yako ajabu. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika na manabii na mitume na mashahidi pia na jeshi lote la mbinguni tunakutukuza na kusifu daima tukisema, Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Tukufu na wewe Bwana mbinguni. Barikiwa kwa jina la Bwana. Hosana. Kama una nafasi ya kupiga magoti, unaweza kupiga magoti, au kama ni kukaa, basi tuendelee na ibada hii. Utukufu na wewe Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema zako kuu ulimtoa mwana wako Yesu Kristo ili wote wanaomwamini wawe na uzima wa milele. Tusikie Baba rehema, tunakusihi sisi tukipokea mkate huu na kikombe hiki, kama mwana wako alivyotoa mtu washiriki wa mwili na damu yake, yeye usiku ule aliotolewa alitoa mkate, na kisha kushukuru na kutukuza akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu utolewa kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na hivi baada ya kula akakitoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni yote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano jipya mwaka kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kila mnapo kwa ukumbusho wangu. Baba, Kwa hiyo Baba, kwa mkate huu na kikombe hiki tunafanya hivi kwa ukumbusho aliotuagiza mwana wako Yesu Kristo, na kutangaza mauti yake iliyo thabiti milifu aliyotoa msalabani kwa ajili yetu mara moja, na kuadhimisha ukombozi aliotupatia. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya kufika kwake kwa uweza na kupaa kwake mbinguni, ambapo anatuombea daima, nasi tutazama kurudi kwake kwa utukufu. Nawe tukaa katika yetu ya kusihi, tujazwe Roho wako Mtakatifu, ili tuwe na umoja katika kanisa lako ambalo unalikusanya kutoka pande zote za dunia, kwa hela ndani yake hiyo kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, heshima yote na utukufu na shukrani na uweza zina Mungu wetu hata milele na milele. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. utupe riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe tukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na maovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Mwana kondoo wa Mungu uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu ulichukua dhambi ya ulimwengu uturehemu. Mwana kondoo wa Mungu ulichukua dhambi ya ulimwengu. Mkate tumegao ulishika mwili wake Kristo, mkate mmoja sisi tulio wengi tu mwili mmoja, maana sisi sote tunapokea sala yake. Tushirikiane sala hii. Bwana mwenye rehema atusaidie kuishi meza yako, atutegemea rehema zako na leo, atusaidie kuokoka pamoja chini ya meza yako. Bali wewe Bwana Yesu alipa sifa yako ni kwa neema daima. Kwa hiyo Bwana mwema, tujalie tuwe ni mwana kumpenda Yesu Kristo na Mungu yako, ili sisi wenye dhambi tusafishwe na Mungu, tukaishi bila ndani yake. Na tukaribie kwa imani ule mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo aliotoa
na kuinywa damu yake aliyomwagwa kwa ajili yetu. Tukumbuke hapa tupia sisi, tumpokee yeye mioyoni mwetu kwa imani na shukrani. Mwili wa Kristo tulinde hata uzima wa milele. Damu ya Kristo tulinde hata uzima wa milele. Amen. Karibuni ndio tayari kushiriki meza ya Bwana. Tutaanza kwanza wachungaji na maaskofu na mama wachungaji na wainjilisti. Baada ya hapo watakaofuata ni na kipaimara, na ndipo Wakristo wengine tutaendelea kushiriki. Karibuni. Tushirikiane. Basi kanisa kwa pamoja tumshukuru Mungu. Hatutaimba, tutasema nafsi yangu muhimidi Bwana. Yote vilivyo ndani yako nafsi yangu muhimidi Bwana. Akusamehe maovu yako yote, ukomboa uhai wako na kaburi, ushibishe mema uzee wako. Mhimidini Bwana yenye matendo yote mahali kote pamiliki yake. Utukufu na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hivyo sasa na hata. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa kutulisha mwili wa mwana na damu yake. Katika yeye tunakuta nafsi zetu, roho zetu na miili yetu, kutoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu, tuishi kufanya kazi kwa sifa na utukufu wako. Bwana wetu Yesu Kristo alisema, kama Baba alivyonituma, mimi nami nawapeleka ninyi, enendeni kwa amani. Tumshukuru Mungu. Basi tutatoka tu. Niombe tupungiane, hatutasalimiana nje. Tupungiane ishara ya upendo, na Mungu awabariki sana. Nafugo achalugo wa mamo Obimo Muyemo Unafugo Suku agozi gomo. See as you smooth like silk, your voice like milk. Everlasting angel, when you came to me, you're so amazing, baby. I have to say it twice. This love you give me so unadorably. The queen will own my heart, the crown upon my head, the essence of my life. Oh, you know me more. The
Ogene achalugo nwanyị ọma m, ada na-eri ukwu anụ, asa nwa m, ọmalịcha nwa m, nwa ọma yiri igolo, ugegbe m, nwanyị ọma amụrụ amụ, ugo nwanyị m, ugo eze, obi ịdị ya, ọmụma asa ahụ, ọlaedo m, ụdara mmicha m, mmiri mma m, ọgwụ ọbara m, mmanụ aṅụ nke mmụọ, chankọta m ji achọ mma, ose Nsụka, akọgasị, oriakụ m, ife dị iche, anya nji afụ ụzọ, Ogene More music on trendybeats.com. Ya hali ya juu wao. Hawa watoto sasa hivi wana nyimbo zao wanazopenda wao. Ingekuwa ni mimi zamani ningeniwekea badala hivi sasa siki makofi mengi kwa MC hapa. Basi mimi nichukue nafasi tena kuwakaribisha wageni wetu wote waliko, mabibi na mabwana, jioni ya leo katika ukumbi wetu wa hapa nyumbani. Tuweze kuingia ndani. Wazazi wameshafika, babu, bibi na wageni wengine wameshafika, mashangazi wameshafika, wajomba wamefika, baba wadogo wamefika, na wahusika wa shughuli hii wameshafika. Kwa hiyo ninaomba tuingie ukumbini ili tuweze kuanza shughuli yetu mapema. Naomba niweke angalizo wakati wanaingia ukumbini hawa wageni wetu. Mgeni wetu ambaye anasindikizwa na wenzie, mimi nawaita ni wageni wote. Tutasimama kwa heshima na taadhima, tutapiga makofi mengi kwa kusherekea. Atakayekaa chini maana yake hii sherehe haitakii mema. Kwa kusema hayo basi, ninaomba wazazi mmeshafika ukumbini wote. Wazazi wa mhusika wetu Analisa, naona kuna mtu. Makofi mengi tafadhali. Twende. Makofi mengi. Pendeza kabisa. Pendeza kabisa. Wanakwenda kwa step. Wapigeni makofi mengi tafadhali. Pendeza kabisa. Wananesa wanafuraha watoto hawa. Pendeza kabisa. Twende kazi. Makofi mengi tafadhali, wakina mama makofi ya ulini, wakina wewe wa. Twende kazi. Makofi mengi tafadhali, wakina mama makofi ya ulini tafadhali. Vigelegele sijabisikia. Unanesa hapo. Sio unakaa kama mti tu. Unanesa kidogo hapo. Unanesa jamani. Hapo inapendeza. Hapo vipi? Yesu hapa. Wanatabasamu vizuri kabisa. Wamependeza kabisa. Very smart. Bibi naye anafurahi kweli. Anasema mambo ni fire. Mambo ni moto. Makofi mengi tafadhali, naomba tukae.
Sherehe safi. Mbona sijasikia? Sherehe safi. Nitamuomba mama yangu kutoka Kahama, mwanangu, atufungulie sherehe yetu kwa maombi. Dada, karibu mwanangu. Wako wawili. Sasa ni mapacha pia. Mahali popote pale ni hakuna kitu kizuri kama kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Uongo jamani? Mungu ni kila kitu. Dada, karibu sana. Tumeona mkono wake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumshukuru Mungu kwa matendo yake makuu. Kutukutanisha kama hivi siku hii ya leo ni kwa neema yake. Kutupa uzima, tuko wazima, tuko mahali hapa ni kwa neema yake. Hivyo tumrudishie Mungu sifa na utukufu. Kila mmoja aombe, pia tuombe kwa ajili ya tukio la binti yetu. Amina. Tuombe. Asante Bwana Yesu, Mungu wetu na Baba yetu, tunakuinua, tunakutukuza, tunakubariki mfalme wa amani. Ni wewe peke yako unayestahili sifa. Unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kusujudiwa, maana ni wewe peke yako. Ni wewe peke yako uliotupa pumzi, umetupa nguvu na uweza hata kuwa mahali hapa ni kwa neema yako na rehema yako. Baba, tunasema asante. Asante kwa siku njema hii iliyofanyika kwa namna ya kipekee. Siku yenye furaha, siku yenye amani, siku yenye kuinuliwa. Asante kwa siku njema hii Bwana. Baba, tunasema asante hata kwa binti yetu aliyotukutanisha mahali hapa. Tunasema asante. Endelea kumuinua, endelea kumbariki, endelea kumtunza. Roho Mtakatifu ukafanyike mwalimu wake na kiongozi wake. Kila sekunde, kila dakika ukamuongoze, maana wewe ni kila kitu katika maisha yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Roho Mtakatifu tunakualika mahali hapa, ukatuongoze, hekima yako ikatawale, maarifa yako yakatawale mahali hapa, ukatuongoze wewe peke yako Bwana. Ukuu wako ukawe mahali hapa, nguvu yako ya kiungu ikatawale, wingu lako likatufunike dhidi ya kila uharibifu, dhidi ya kila roho za malipizi na mashambulizi, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunafunika mahali hapa kwa damu ya Yesu. Nafunika sherehe hii kwa damu ya Yesu. Kila mmoja aliyoko mahali hapa na roho kusudia kufika mahali hapa, namfunika kwa damu ya Yesu, ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante kabisa. Sindikize kwa wimbo mmoja mzuri. Makofi mengi tafadhali. Makofi tafadhali. Amenitengeneza huyu Baba. Amenitengeneza huyu Baba. Amenibadilisha. Amenitengeneza huyu Baba. Amenitengeneza huyu Baba. Jana nililia mwezi. Amenitengeneza huyu Baba. Jana nilikeswa sana. Amenitengeneza huyu Baba. Basi naomba ile kamati ya vinywaji, kabla sijaingia zoezi la utambulisho. Najua kabisa kamati ya vinywaji ipo. Watu wamekaa muda mrefu hawajanywa maji. Basi kama kuna chochote kilichoandaliwa, basi ile kamati ya vinywaji iweze kutuletea vinywaji. Basi ninaomba baba mzazi wa mhusika wa sherehe hii, kama yupo, tunataka tuanze zoezi la utambulisho. Itapendeza zaidi kama baba yupo. Pia mama tayari nimeshamuona na wengine nimeshawaona. Baba kidogo alikuwa na majukumu mengi, ndio maana nikavuta kidogo. Lakini sasa hivi naona anaingia ndani ya ukumbi huu. Huu ukumbi unaitwa Ngaramujini. Ngaramujini. Amezoea kunitania rafiki yangu, ndugu yangu Baraka. Uko wapi Ngaramujini? Basi naomba nichukue nafasi bila kuchelewesha muda, mhusika aweze kufanya utambulisho. Karibu kwa ajili ya utambulisho.
Analisa Baraka Williams, ni mtoto wa pili katika familia ya Baraka. Asante. Kwa majina naitwa Esther Sheri, ni mjukuu wa kwanza, pia ni mtoto wa kwanza wa Sheri. Kwa majina naitwa Linda Baraka Williams, ni mtoto wa kwanza wa Mariam. Namkaribisha bibi kwa ajili ya utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uhai aliyotujalia na kwa ajili ya siku hii nzuri ya Analisa Baraka. Basi nimepewa kazi na mjukuu wangu ya kutambulisha. Wao tayari wameshajitambulisha, isipokuwa hawajawatambulisha wadogo zao. Mimi nianze kwanza na wadogo zao na kina Linda, Alisa. Naomba wajukuu wangu wote msimame. Wajukuu. Wajukuu. Funga mikono wajukuu. Mbona mmenuna? Hebu cheka kidogo. Unanesa hapo. Safi kabisa, unakimbilia kwa bibi wote. Hapo wana akili, wakajua bibi alikuwa ni mwalimu, anajua mengi. Safi kabisa. Naona bibi wajukuu wote hao. Basi nimtambulishe kwanza mzee Williams Bahemu ambaye ndio mkuu wa familia hii. Babu huyo. Safi kabisa. Pendeza kabisa babu. Kula suti yake moja safi kabisa. Kanyaga. Twende. Safi kabisa. Basi huyo ndio mwenye jina, ndio mzee Williams Bahemu. Niwatambulishe wazazi wa Analisa ambaye ndiye amesababisha Analisa, ndiye amesababisha sisi kwetu hapa. Naomba baba na mama wa Analisa. Makofi mengi kwa wazazi. Komredi Baraka. Mama Lisa, safi, pendeza kabisa. Siku ya furaha kabisa. Siku ya kihistoria. Pendeza vizuri kabisa mama. Baraka ndio mtoto wetu wa kwanza. Naomba Mr. and Mrs. Zakaria popote mlipo mtupungie mkono. Pendeza kabisa. Safi kabisa Mr. and Mrs. Zakaria. Pendeza kabisa. Zakaria mkwe wetu. Vizuri kabisa. Mtoto wetu wa pili. Makofi mengi tafadhali. Popote alipo King Mswati, wanamuitaga King Mswati ila mimi namuita Asheri. Sijui yuko kamati maalum ya mahandumati. Asante. Kuna binti yetu Juliet Mrs. Jafet Ngengabanka. Makofi mengi tafadhali. Safi kabisa, pendeza kabisa. Akiwa na bosi Dr. Justin. Basi niwaombe tena familia ya Dr. Justin waliofika kutoka kwa Justin Ngengabanka, familia wote msimame. Safi, makofi mengi tafadhali kwa unga mikono. Safi kabisa. Ninaomba pia familia rafiki ya Baraka kutoka Kahama. Naomba msimame mtupongee. Nikiwepo na mimi pia. Familia ya Baraka kutoka Kahama. Niombe pia Mr. and Mrs. Apollo. Watoto wa Bahemu hao. Makofi mengi tafadhali. Asante. Niombe mama mkwe wangu mdogo, mama mkwe. Mama mkwe. Safi kabisa.
Punga mikono yake vizuri, makofi mengi tafadhali. Nimuombe bosi wangu mahali nilipokuwa nikifanyia kazi, mwalimu wetu mkuu. Karibu mwalimu. Safi kabisa mwalimu mkuu. Walimu ni wengi na inapendeza. Safi kabisa mwalimu. Basi nimuombe mdogo wangu kipenzi Munge, kwa jina maarufu Munge, mdogo wangu mimi. Makofi mengi. Ukitazama kwa haraka haraka utajua Kagame ameingia ukumbi huu. Makofi mengi kwake Kagame. Asante. Basi vijana wengine hawa watakuwa ni rafiki zetu, tunaomba msimame. Marafiki wote wa familia hii simame. Basi niwakaribishe wote hapa kwenye ukumbi wa Mr. and Mrs. Bahemu. Tunawapenda na Mungu awabariki kwa tendo hili nzuri kabisa ambalo Annalisa Williams Bahemu amekuwa kipa imara wa Kristo Yesu. Mimi wanawaambia kwamba ni kipa imara. Kwa hiyo tunashukuru kwa heshima hiyo na tunaomba endelea kulelewa katika kito cha kumpendeza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijakabidhi, naona kuna bosi wangu mwingine anaingia, Mr. Protas. Naomba wapungie mkono. Asante. Karibu comrade, makofi mengi tafadhali kwake. Karibu sana. Huyo ndio mwenye shule ya Gifted Star ambayo hapo zamani ilikuwa ni Baliende za daycare, sasa hivi ni Gifted Star. Okay, asante comrade. Karibu. Asanteni sana. Basi asante, makofi mengi kwa mama DJ. Sindikize na wakina mama wengine msindikize mama yetu hapa. Mama mwenye ukumbi. Wape mziki wao moja wachangamke. Wow! Wakina mama wengine bwana mmekaa jamani. Sasa mziki ni kufurahi, acha kununa kama mbuza sumu. Baraka vipi unamwacha mzee hapa? Mtope company. Mama anasema yani mpaka kifo kataka kututenganisha. Sikuachi no. Jamani tunachangamsha nini? Muziki sio uni, muziki ni mazoezi. Ya kumtambulisha kwanza mchungaji wangu, Mchungaji Gambish na Mama Gambish. Nafasi nyingine naomba nimtambulishe Mr. and Mrs. Girigwa. Naomba nimtambulishe mdogo wangu dada Rose. Naomba nimtambulishe aunti wangu na Mr. wake, Mama Bendakeha na Mr. Bendakeha. Watu wengine naomba Baraka anisaidie, lakini kuna mdogo wake Teddy. Teddy yuko wapi? Watoto hapa nyumbani, naomba msimame. Na mtoto wangu Justina
Justina. Nimtambulishe mtoto wangu kipenzi na mama yake, Mama Askofu Florence. Huyu ni mtoto wangu mpendwa na ni Askofu Florence. Pamoja na watu leo ambatana nao Florence, naomba wasimame. Tumeona mkono wake Bwana. Naomba baraka muendelee. Maana alobaki akina Mr. Mtambo mtatambulishwa na baraka. Tumeona mkono wake Bwana. Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Kabisa napenda kumtambulisha Mtambo, Samuel Mtambo, jirani yangu, rafiki yangu. Na familia yangu. Napenda pia kumtambulisha Paul Gwatu, Dr. Paul Gwatu, kutoka St. Augustine University. Mwingine napenda kutambulisha familia ya James Kitura kutoka SGS. Napenda kumtambulisha Mrs. Marisa Filomena. Okay. Napenda kumtambulisha rafiki yangu Makoe kutoka Dar es Salaam, kaambatana na wadogo zake wawili. Kaka yake mkubwa na mdogo wake mwingine ambaye ni mheshimiwa diwani wa Misungwi. Napenda kuwakaribisha wengine wote ambao sijawatambulisha. Familia, hii ni familia, tunafurahia kipaimara cha dada Lisa. Asante. Makofi mengi tafadhali. Sauti ya muziki. Yaani Baraka, nilikuwa naomba kuanzia mwakani uwe mchungaji kabisa. Makofi mengi kwake. Baba Kizachema, Baba Analisa. Okay, naomba nichukue nafasi sasa kwa ajili ya zoezi zima la keki. Zoezi zima la keki aliandaliwa, basi twende sambamba na keki. DJ mlete. DJ mlete kwa ajili ya sababu ya kusimama mbele za kwa ujasiri. Yapendeza kabisa. Yuko very smart. Kama hiyo keki katu sasa vipande vidogo vidogo. Wale waliokuwa wanamsindikiza wawe karibu. Maka zoezi litaanzia kwao. Baada ya hapo itakuja kwa ajili ya wazazi. Pia aliandaa keki, kama kuna msaidizi wake nitaomba chombo fulani kwa ajili ya kula hii keki. Kama tufanye hiyo haraka haraka. Maka tutapita mbele kwa ajili ya kupata hiyo keki. Walioandamana, fanya nani? Mnajua lakini nyinyi majukumu zangu nyinyi kazi kweli kweli. Haya, walishe wezio. Wakati na rafiki zangu wengine, comrade, mbona umekaa chini? Ile simu yote iliyokuja hapa uwalishe sasa wewe. Hapa nyinyi mtamlishe. Mzee mwenye suti hapo ni nani wewe? Uje bwana, vipi bwana? Wewe ndio bodyguard umesahau. Naomba chombo. Safi kabisa. Wanajuana vizuri kabisa. Kwanza wana upendo, wana ushirikiano, alafu wanafahamiana. Naona unasema yani leo keki zote za kwako.
Unalishwa keki, neno unakaa. Sasa itapatia wazazi baraka. Katakata vipande vingi. Baraka hii keki huwezi kuila hivi hivi. Hata kama unajua imetoka mbali, unajua ndugu yangu. Comrade wangu, nakuaminia. Chama nenda kuchana keki mkakae sasa nyinyi, tena zoezi lingine haraka haraka. Sherehe safi. Namba vyombo vya habari viko vizuri kabisa, vinachukua matukio yote kabisa. Dada, naomba chombo haraka haraka, twende haraka haraka, naomba tena box natosha. Baraka, subiri kidogo, nitakuita tu, usio na wasiwasi. Yaani ndugu yangu, usio na wasiwasi. Yaani nataka nikukamate hapa taratibu. Ngoja malize hapa. Naomba ile box mara moja. Chombo cha zawadi mara moja kwa ajili ya kula keki. Twende haraka haraka. Najua wageni wana waamudu. Na waamudu kulingana na kazi. Unajua mwalimu anataka kuongea na watu zaidi ya 3. Sababu unakuwa na ile confidence. Naomba hicho chombo hicho. Mama Analisa, naomba hii keki katekate nyingi. Dada, hata box tu inatosha. Tawaita taratibu. Wageni wangu nawapenda, tunapendana. Sisi wote wana familia. Mama Analisa, tunapendana na hali ya hewa. Haipendezi komedi wangu akaja peke yake. Unakula keki unaika chochote hapo. Maana keki imetoka mbali sana hapa. Basi karibu baba, mama. Baba na mama, karibuni kwa ajili ya keki. Comrade Baraka, Mama Analisa kwa ajili ya kula keki. Maana nimesema keki kutoka mbali, tunadaiwa ushuru. Kwa hiyo inatakiwa ilipiwe. Unapokula na acha chochote hapa. Tunaingilia hapa. Tunaingilia hapa. Ukishaacha hapo kitu ndio unakula hii keki. Pendeza kabisa. Mama anasema leo kumbe wewe ndio unamtolea. Anasema hiyo. Tsunami. Safi kabisa. Tsunami. Anakula keki. Pendeza kabisa, mama naye pendeza. Makofi kwa tafadhali. Bibi babu, karibuni kwa keki. Bibi na babu. Okay. Dada leo sasa sikiliza wo. Ndio bwana. Bibi ananiambia subiri na mimi wa kwangu anakuja tule pamoja. Kwani ni upendo. Ni upendo wa dhati kabisa. Karibuni sana mle keki. Safi kabisa. Pendeza kabisa. Karibuni hiyo meza pale. Mchungaji karibu na mama pia. Pate keki toka kwa wajukuu zenu. Hiyo meza karibuni sana kwa ajili ya kula. Hii meza hapa karibuni kwa ajili ya keki. Pendeza kabisa, mama mkubwa toka Kahama.
Pendeza kabisa, nataka anakula hiyo keki vizuri kabisa. Safi kabisa. Pendeza kabisa. Karibuni meza ya huko mwisho kwa ajili ya keki. Hii ni ishara ya upendo, baraka kwa hao watoto. Bado wana safari ndefu. Hii keki ukiila maana yake unapata upako. Safi kabisa. Kurugenzi jasiriamali anamwaga vitu, anakula keki kutoka kwa. Safi kabisa mkurugenzi. Kwanza nimefurahi sana kusikia mkurugenzi huko hapa. Kata keki mwingine. Safi kabisa. Safi kabisa, hii ni ishara ya upendo. Mnawapa baraka watoto. Ni wachache wanapata hii keki. Kuwa shule karibu bwana. Shaachia majukumu. Piga kazi. Safi mkuu wangu wa shule. Karibu mama kwa ajili ya keki. Pendeza kabisa kwa kweli. Safi kabisa. Wengine wakila keki wanakumbukia ndoa zao ilikuwaje. Ni ukumbusho wa mambo mengi. Naomba meza kule kama bado. Meza kama bado funge. Leo mara moja. Karibuni. Karibuni kwa ajili ya keki. Naomba unyooshe katike. Twende haraka haraka. Safi kabisa. Pendeza kabisa. Makamanda. Safi kabisa. Pole lakini tamu. Jamani, karibuni kwa kula keki. Twende haraka haraka. Hiyo meza tayari. Sogea mara moja kula keki. I'm so down. I'm falling in a cha-cha. And you see that? The African princess. Tulianza zamani. Na mimi nakula keki sasa. Tena tukapendana na yeye. Tulianza zamani. Utoto ujana, kugombana, kupatana na yeye. Akili nazo zimeshapoteana. Sijiwezi mazima kwa kinyang'anyana. Nikimwona Doto magesho kula. Yeah, start the studio. Yeah. Okay. Karibisha bwana. Alikuwa amesahau kula keki rafiki. Jamani watoto, mjemle keki hapa. Mbona sijaona watoto? Wale
marafiki zangu hapa. Yemle keki, fanye raha ya keki, raha ya keki. Tamu kweli kweli. Ya studio. Asante. Basi hii keki nyingine itakatwa. Okay, samahani. Uliniambia DJ, hebu weka mziki. Yaani nimefanya kosa kubwa sana. Naomba nisamehe. DJ, weka mziki. Najua babu ni kadogo na mama anasema kadogo ameshakula keki sana. Sauti ya muziki. Karibuni sana. Makofi mengi tafadhali. Anko jala keki yangu. Wanachukua na picha ya ukumbusho. Basi naomba sasa hiyo keki iliyobakia tutakula wakati. Asante. Hivyo tuweze kupata mawili matatu kutoka kwa wazazi. Sijajua atakuwa ni baba au mama, sababu wao ni kitu kimoja na Mwenyezi Mungu aliwaunganisha. Najua hata lao ni moja. Baba au mama, karibu kwa ajili ya neno, kwa ajili ya binti yetu Analisa. Baba, mama, karibu kwa ajili ya neno. Karibu kwa ajili ya neno. Safi kabisa. Usichoke baba, ndio kazi yako hii. Manake bado Januari inatakiwa ada. Sasa ukianza kuchoka kwenye sherehe hapa. Karibu kwa ajili ya neno watoto. Naomba nimkaribishe Mama Linda atoe neno. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaykum. Bwana asifiwe. Napenda kuwakaribisha wageni wote mahali hapa. Karibuni sana, tumefurahi kujumuika nanyi. Napenda kutoa neno kwa Lisa. Neno moja tu kwa Lisa. Ninamtakia heri na maisha marefu. Ninakuombea katika safari yako hii ya imani. Uendelee kuilinda imani, uendelee kuitunza imani. Kama ulivyopata kipaimara siku ya leo, uendelee kumtanguliza Mungu mbele katika kila kitu, kwenye masomo yako, kwenye familia, kwa watu. Umtangaze Yesu Kristo vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana Mama Linda kwa maneno mazuri. Yaani huyu ndugu yangu bana, yeye siku zote maneno yake huwa ni mafupi sana. Sijui amesoma sayansi. Sisi ni waongeaji sana. Hebu makofi mengi kwa wazazi. Inapendeza kabisa. Bibi kama una neno itapendeza zaidi. Hebu mlete bibi kwa mziki. Make bibi anafanya mazoezi, anapenda mziki. Leta kazi.
Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Uhuru wa Yesu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya tukio hili la leo. Yaani ni furaha kweli kweli. Mimi hawa wanaopata kipaimara mara nyingi, manake nyesi mnajua Yanga na Simba, lakini mimi najua tu Kristo Yesu. Kwa hiyo huwa najua kwamba wamekuwa kipa imara. Kama kuna kipa wa mpira wa Simba na kipa wa Yanga, sasa huyu ni kipa imara wa Yesu Kristo. Shangilieni basi wote. Kwa hiyo mjukuu wangu Lisa, mimi bibi yako, ninaomba kwa sababu leo wewe umekuwa kipa imara wa Yesu Kristo, uendelee kuwa na imani hiyo hiyo. Usiteteleke, uwe kipa wa uhakika wa Yesu Kristo. Kwenye maandiko wanasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo nina imani kabisa wazazi wako, najua mama yake na Lisa anaitwa Esther na mimi naitwa Esther. Kwa hiyo mama yako Esther na Baraka, nina imani wamekulea katika imani ya Kikristo, na ninajua hakika kwamba utaendelea kukua katika imani hiyo. Kwa hiyo ninakuombea maisha ya baraka, maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ya hekima kama ya Mfalme Suleiman. Uendelee kutii na uendelee kuwa na imani katika Kristo. Wakati Lisa anamaliza darasa la 7, alipata zawadi ya nidhamu. Akasema mimi wamekosea kabisa, wangenipa ya sayansi. Kwa nini wamenipa ya nidhamu? Mimi nitaka ya sayansi. Sayansi nafanya vizuri mno. Nikamwambia hiyo nidhamu ni zawadi kubwa kuliko zawadi zote. Kwa sababu bila nidhamu huwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo unakumbuka kabisa nilikwambia hivyo, si ndio Lisa? Kwa hiyo nina imani kabisa kwamba nidhamu ndani ya Kristo, nidhamu ndani ya familia, nidhamu ndani ya watu wote. Ninakutakia kila laheri mjukuu wangu Lisa, ukue ukimjua Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Makofi mengi na muziki. Twende kazi. Twende. Kanyaga. Sikina. Twende. Yaani ya maneno ungekuwa ni sokoni, mama ungekuwa na milioni 10. Yeah. Sasa hivi ni zoezi zima kwa ajili ya kufungua champagne. Champagne ni ishara ya upendo. Basi wale wataalamu wa champagne, karibuni sana kwa ajili ya zoezi zima la champagne. DJ walete. Karibuni, wapo wataalamu wa champagne. Walete. Sogea mbele hapo. Kata muziki kwanza hapo ndo unafungua champagne. Twende. Twende. Kanyaga. Toleka. Sikina. Twende. Sogea, 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 sogea. Twende, twende. Twende, 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 twende. Jamani mtaalamu lazima yeye afikisi hapo. Dogo tunafunga yenyewe. Kabisa. Twende kazi. Yeah. Twende mzee. Safi kabisa.
Safi kabisa, kwanza umefunguka. Safi kabisa, makofi mengi. Safi sana comrade. Sasa wewe wamiminie hao. Wewe pitisha kwa wageni wale. Wamiminie hawa, alafu nitawapa utaratibu. Msinywe kwanza, sio kilevi. Tulia kidogo studio. Niwape maelekezo. Sasa mnageukiana. Geukie mwenzio na glasi yako. Mpiga cheers kidogo nyinyi kwa nyinyi kwanza. Haina haja nikisema 1 2 kila mmoja anakunywa kitu yake. 1 2 3. Makofi mengi tafadhali. Safi kabisa. Sasa mnageukia upande huu, mnapiga cheers na wageni wote waalikwa. DJ kanyaga moto. Twende kazi. Chini glasi juu, weka shida chini glasi. Karibuni wazazi, marafiki. Twende tunaingilia hapa ili tupate picha iliyo sahihi. Karibuni. Unaingilia hapa. Twende haraka haraka. Watu wa buffet mjiandae. Jamani karibuni kwa ajili ya cheers. Watu wa buffet mjiandae. Buffet. Jamani tuunganishe mara moja cheers. Jamani tupite haraka tunaingilia hapa tupate picha nzuri. Unaingilia hapa. Jamani karibuni kwa cheers. Karibuni kwa cheers, twende haraka. Watu wa chakula wajiandae. Cheers, baraka hizi. Tunatokea naingilia hapa tunatokea huko. Kabisa hii. Pendeza kabisa kwa kweli. Hii ni baraka hii. Safi kabisa. Wanamtambo unaonaje hapo? Kabisa baby, na nasema yani mambo ni fire. Wapi simami? Watu wa chakula wajiandae, twende haraka. Hali ya hewa si rafiki. Watu wa buffet wajiandae. Safi kabisa. Andaa zawadi yako. Wenye vikundi wanione. Nione kama kompyuta kwangu bado imefuta kichwani. Na uwezo kukalili vitu vingi kwa wakati mmoja. Kama una kikundi au binafsi niambie. Nipe taarifa.
Moja tupate picha. Pia mmeninong'oneza, mna neno la kusema. Lazima niwate. Au nimekosea? Mpate na picha kabisa, tunamaliza. Zawadi ya watu binafsi. Kikundi kwa na picha kumbukumbu kabisa. Tunapiga tu ni wadi. Wana jana noti. Jana noti baba. Jana noti. Jana nalizo na mwatia mume wako anaondoka kabisa hivi bibi achani noti za kutosha. Jamani picha ya ukumbusho. Mama, bibi. Picha bibi. Picha. Tunamaliza zawadi na picha hapa. Ukiondoka mazima. Hali ya hewa si rafiki. Namuona Yesu Baba. Namuona Baba. Namuona Yesu Baba. Namuona Yesu Baba. Namuona Yesu Baba. Hakuna kikundi, zawadi ya kibinafsi. Tupate na picha ukumbusho. Rafiki yangu wewe, mambo mengi kweli. Jana noti. Karibuni meza hii. Wa Yesu. Safi kabisa cha ukumbusho. Baada ya hapo meza ya mchungaji. Karibuni. Kwa ajili ya zawadi pia kupata picha. Karibuni. Mimi ni mwalimu professional. Sauti yangu inaruhusu. Ukiona mwalimu ana sauti basi afanye. Karibuni meza hii kwa ajili ya zawadi pia kupata picha ya kumbukumbu. Karibuni sana. Mambo mengi. Karibuni picha ya ukumbusho. Picha ya ukumbusho. Safi kabisa. Wengine hawajatabasamu. Mambo ni fire. Karibuni meza hii karibuni kwa ajili ya zawadi pia kupata picha ya kumbukumbu. Karibuni meza hii, twende haraka. Najua wote tunaelewana. Baada ya meza hii naingia meza hii. Twende basi. Meza hii twende haraka.
mercy, 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 Lord of mercy, mercy, mercy. Your mercy, 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 Lord of mercy. Mercy, you deserve the glory. Never could win, you deserve the glory. Mama, when they make a call, mercy, mercy, graduation day. Mercy, mercy, promotion. You deserve mercy. Tunaunga bila kumaliza meza ile. Tutamaliza hapo tukiongeza chamba. Lazima wachuchume wameingia chakike chakike wameingia chakike chakike wameingia chakike wapenzi yetu chakike lazima wachuchume chakike wapenzi Karibuni wengine ambao bado hawajatoa zawadi. Mama Dangote. Wengine labda sijaleta wageni special. Watambulisha wamekuja wamechelewa. Wengine. Unapaka leo. Kamata. Ya, asante sana. Sherehe safi. Mbona mjachangamka? Buffet iko sawa sawa? Asante. Familia Baraka iliniambia kwamba kuna waheshimiwa ambayo wamesimamia zoezi zima la Analisa. Wamekuja wamechelewa kwa sababu ya miundombinu na hali ya hewa. Kwanza ninaomba niwatambulishe. Mama, usije ukanipiga faini kwa sababu ni wawili. Naomba wasimame. Mr. Nde Mosha, naomba msimame mpunge mkono. Hawa ndio baba wa kiroho. Wapigie makofi mengi tafadhali. Wamechelewa miundombinu kama unavyojua, lakini wakasema tutafika. Makofi mengi tafadhali kwao. Kamata vinywaji, mmeshapata vinywaji jamani hao? Hebu mfanye utaratibu huo. Basi naomba niendelee na zoezi langu. Comrade, samahani kama nitakuwa nimekukwaza, lakini ndivyo ilivyo. Sababu tuko kwenye sherehe, tunafurahia. Sasa nikiona nikikata cheni, nikaunganisha tena, itakuwa ngumu. Karibu kwa ajili ya zawadi na picha ya kumbukumbu. DJ wapeleke. Peleke na familia. Makofi kwa tafadhali. Wamefanya kazi kubwa sana.
Karibuni sasa mpate picha ya kumbukumbu. Baada ya hapo daktari bingwa Mzinga na mama Dr. Bingwa, karibu. Kumbe karibu. Aha. Walishaenda wafahamu, lakini tuko nao pamoja. Sijaona zawadi ya Mswati. Njoo pate picha Mswati. Kiki Mswati. Yaani kwa hela ni kitu kidogo sana. Ndio tajiri yangu mimi Kahama akija. Tajiri chana noti. Hapo unakaa na mayala anapiga picha nyuma. Chana noti Mswati. Twende kazi Mswati. Twende chana noti. Hadi wachungaji wa Kahama. Haya, pate picha kumbukumbu hapo. Pate picha kumbukumbu hapo. Namuomba mama Kizachema asonge mbele hapo kwa watoto. Anataka kuzawadiwa zawadi na dada yake. DJ mlete dada wa Kizachema. Karibu mama Analisa, kuna zawadi yako. Ukipata hiyo zawadi ndio na mimi napiga picha hapo nyuma. Haya dada, karibu. Nimetambulisha jina la nyumbani, Minza karibu. Minza karibu kwa ajili ya kumzawadia mama. Safi kabisa. Anakuja. Yaani unaona anapofanana copyright. Yaani copyright yuko na mwanae. Makofi mengi tafadhali. Anaenda kumzawadia mdogo wake mama Analisa. Yaani kumbe hawa wameungana wao, wanamzawadia mama, kumuelewa. Kumbe mnamzawadia mama. Okay. Mama karibu unazawadiwa. Kumbe walikuwa wameungana kuelewa wanawake hawa. Anamzawadia mama vizuri kabisa. Alafu kija nyuma tupate picha. Safi. Mzee alianza kusema mmenitenga, zuia studio. Mzee hujatengwa bwana. Mzee alianza kukunja uso. Mzee tulia kidogo. Ni baba wa kweli, tunaishi naye in friendly. Sio wale wazee kutoka wakati amekunja uso tu. Hapana. Mzee Bahemu, karibu. Kuna zawadi yako. DJ mlete. Twende kazi. Makofi kwake. Wake tuko ndani ya ukumbi wake hapo. Hapo mbele hapo. Hapo. Wamepewa na hela ya mashono. Sasa mama anajua kushona, sijajua kama suti anajua kushona. Na yeye nguo yake sijatajipimaje. Sababu ni kitu kimoja. Atakushonea na mzee. Makofi mengi tafadhali. Haya mama nani tuje hapa sasa tupige picha na mimi sasa.
Tunakuheshimu, tunakupenda kwa ajili ya jioni hii njema. Asante kwa ajili ya kupongeza mpendwa wetu aliyefikia katika taratibu zetu za kanisa la Anglikana. Asante pia Bwana kwa ajili ya chakula ambacho kimeandaliwa na wapendwa wetu. Naomba ukakibariki tunapoenda kukitumia. Kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Furaha inapatikana nyumbani mwa Bwana. Uponyaji unapatikana nyumbani mwa Bwana. Majibu yanapatikana nyumbani mwa Bwana. Count baby. Nyumbani mwa Bwana. Nitamuomba Poteza nafasi mimi ni nani kwani nakosa neno kusema. Tena umefanya bure sawa na upendavyo, umeruhusu niwe ninakushukuru tu. Listen,